kuhusu mradi na kwamba waliongeza muda, lakini wakasema kwamba sababu maelezo yaliongezeka hapa kwamba kwa sababu ya hili jengo ambalo lilikuwa huko. Sidhani kama hiyo ni sababu inaridhisha sana, lakini tuwaombe kama kwa ridhaa yako kwamba wajitahidi wakamilishe muda kama walivyosema. Hakutakuwa tena na nyongeza ya muda, sababu sisi wenyewe tuko hapa mkoani, utatuongoza vizuri ndugu mgeni rasmi kwa statement, lakini naona speedi bado, sababu watu kufanya kazi wapo, pesa wameshapewa zaidi ya bilioni 14 na kitu, kwa kuwa na sababu yoyote ya kuchelewa kufanya kazi. Na sisi tunaishi hapa Mbeya, watu naona wakati mwingine ukuti watu wote hapa wanafanya kazi, lakini wangeweza kufanya hizo kazi hata usiku na mchana ili kukimbizana na yale malengo na maadhimio ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa haraka mani power ulionao hapa kwa sababu wote tunajenga hiyo period uliyosema katika hali ya kawaida, kwa sababu tumekuja hapa hamna mani power au nyewe jamani mmeona mani power wengi hapa, kwa sababu kinachosababisha tuje tumalize ni mani power. Mani power nao wangapi? Project manager kwa mkandarasi kwa kwa sababu tusije Dr. Samia analeta fedha hizi ili ziende kunufaisha wananchi wa mkoa wa Mbeya. Mani power wako wangapi? Hapa kwa sasa tunafanya kazi 20. Haiwezekani kumeza mwezi wa 5. Labda kama mnataka kufanya miujiza. Labda mwenyekiti, naomba niseme jambo moja. Wakati sisi tunaondoka tunavunja baraza, tunategemea kabisa mkandarasi huyu atafanya kazi. Alikuwa anafanya kazi kwa spidi kubwa wakati ameanza. Na alikuja waziri wa TAMISEMI wakati ule, Mchengerwa. Na fina nyingi siku tuliona kazi kubwa, spidi kubwa inafanyika. Lakini baada ya kulivunja baraza, niliporudi mara ya pili na Mungu alikuja kupata nafasi, ziara yangu ya kwanza nilikwenda kwenye stendi. Nilichokiona kwa kweli nilisikitika. Na nilitoa matamko, nilalamika sana. Kikubwa ambacho mkandarasi alikuwa anafanya kwa ana divert fedha ambazo tunamlipa hapa na kwa sababu ana miradi mingine mingi. Kwa hiyo ikaonekana kazi kule imesimama kabisa. Na bahati mbaya siku ambayo mimi nakwenda ndio siku ambayo akaanza kuweka matofali ya kugawa vyumba. Kwa kweli niligombana naye na nikatoa mpaka clip, nikazungumza sana, nikamwambia hii swala tukubaliane nalo. Kwa sababu hapo unatuangusha. Wewe unasema sisi tunakuangusha, lakini wewe unatuangusha sisi. Fedha umelipwa, fedha una divert mara kwa hakuna material. Yaani kule msimamizi anasema hapa tunachokuja ni material. Miezi mitatu material hazikuja, lakini baada mimi kufuatia kusema pale kugombana nao na nini, material zikawa zimeanza kuja na kazi ikawa imeanza hivi tena. Kwa mimi nilisema kwamba hataongeza muda, lakini kwa sababu haya masuala kuongeza muda na TAMISEMI kule na kazi kwa vyao na nini na kutoa fedha ya ufadhili ikawa tena muda umepamba mpaka mwezi wa 8. Lakini kwa kweli kabisa mimi nisema kweli Mwenyezi Mungu, hii miradi mpaka mwezi wa 5 hiyo tarehe haitamiti kabisa. So tunazunguka kukagua miradi ya maendeleo, si ndio? Tukifika eneo, jamani, mbona huu mradi umechelewa? Sema bwana, fedha hazipo. Lakini kwa hapo nimeona tofauti. Kwamba fedha zipo, lakini mradi mwenyewe ni unachelewa. Labda katika mwongozo ambao tumeletewa katibu, nilikuwa juzi kwenye kamati kuu ya halmashauri kuu ya taifa kwamba mmoja kati ya maadhimisho ya miaka 49 ya CCM ni kwenda kukagua miradi. Kwamba nyinyi mtakayopewa maeneo ya kwenda kukagua miradi, maeneo kwenda ya kuadhimisha miaka mkakagua na nini? Na miradi. Kwa viongozi wa mkoa mkatupangia leo tuje hapa. Kwa ni moja kati ya miradi ambayo tumekuja kuona. Na kwa kauli yake mwenyewe, sio kwamba labda imeandikwa, kwa kauli yake mwenyewe mwenyekiti wa taifa ambaye ndio rais wetu, kwamba kuna fedha zinaenda huko mikoani lakini miradi haifanye nini? Haikamiliki. Sasa nyinyi mtakapoenda kwenye mikoa hiyo wakati wa maadhimisho ya miaka 49 ya chama, mkague haya maeneo. Sasa naombeni nyinyi wote mniulize mimi nikisharudi kule nisemeje? Bado mnisaidie. Kuna afisa makao makuu hapa. Tuandikaje mradi umefanyaje? Mwenyekiti, nikienda kule nisemeje? Bwana tumekuja kutembelea mradi wa
soko hauendi vizuri. Kwa hiyo taandika kama ilivyokuwa mkijadiliana hivi. Kweli. Maelekezo ndio taarifa utakayoipeleka kule. Na sisi tumekusaidia kuhoji ili upate cha kuandika. Kwa hiyo mliokuwa mkijadiliana ndio taarifa itakayoenda huko. Alafu wao wakubwa wataamua hatua gani za kuchukua. Lakini kukana mkandarasi, bwana, sisi tumeandikana haya. Lakini wewe hufuati huo mkataba. Wanakaa na mwanasheria wa manispaa, ni mnaangalia jinsi ya kuchukua hatua. Lakini mimi kwa nitaandika kama mlivyoeleza. Kwa bwana, huko nimeenda Mbeya huko, ule mradi wa nani unasuasua na chama kinafuatilia. Unasemaje mwenyekiti? Sina la kuongeza. Weka imeishia nukta hapo hapo. Alafu baadaye viongozi wakishakuja kule watakaa nao wakubwa kwa nini hatua gani ya kuchukua. Maana sisi ni kupeleka nini? Taarifa. Mimi sio mkoa hapa. Sina mamlaka kusema wewe mkandarasi fanya hivi, lakini hao ndio viongozi wa mkoa, lakini mimi nitaipeleka taarifa kama nilivyosikia. Ila tu wito tu, jamani, mradi uishe, kwa sababu huyu pamoja na kuwa mwenyekiti wetu wa mkoa vile ni mbunge. Kwa ukweli mimi nilikuja hapa wakati wa kampeni. Sema ukweli, wewe kuambia wananchi kuhusu hili soko. Niliwaambia na nilikuwa kwenye kampeni, niliwaahidi. Nitahakikisha kwamba hili soko linakamilika kwa wakati na anza kutumia. Ni muongo tayari. Kisa nani? Hawa jamaa. Sasa na mimi siwezi kubali hilo. Sasa ile lako hivi. Mimi naongea mbele yao, siwezi kubali. Huko na nilikuja mpaka mimi nakamilisha. Mwezi wa ngapi? Wa pili sio kwa yeye. Huyu bunge geresha tu. Mstakimia wakati unaomba kura kwa madiwani ukisema ukinipa umeme nafanya nini? Sasa tumefikia wapi?